Wow. Wow. Unajua ni siku nzuri sana pale unapoona kuna collaboration ya wakali wa kazi. Kabisa. Na ni siku njema sana kwa sababu tumekutana kwa makusudi kabisa. Na najua unafanya kazi nzuri sana na Iringa Talk Show. Na mimi ninajifunza kutoka kwako. Kwa hiyo najisikia mwenye bahati sana kwamba siku ya leo tunafanya show ya pamoja. Na mimi of course nawakilisha Kusudi Academy, ambapo lengo ni kwamba watu wapate kujitambua, wapate kudiscover makusudi walionayo, lakini pia na potential ambayo wako nayo. Maeneo mengine ni kama maeneo ya fedha, kwa sababu pesa ni kama glisi kwa sababu unapokuwa unatimiza kusudi, pesa inahusika sana. Kwa hiyo hatuiache nyuma. kabisa. Sawa Kelvin. Mimi nafikiri nina shukrani zaidi kuwa na wewe katika show hii, kwa sababu kazi yako yenyewe inaitwa Kusudi. Programu yako Kusudi Academy inagusia kitu kikubwa sana. Mara kadhaa huwa napenda kukoti ambavyo aliwahi kusema Dr. Miles. Siku 2 duniani muhimu. Siku mtu alipozaliwa na ile anayoondoka duniani. Hapana. Hiyo ni ipi nyingine? Au anayotambua amezaliwa kwa sababu gani? Nafikiri inakwenda kinyume. Kuna wengi ambao wanafikiri wanasema kuna sherehe 2 au 3 duniani. Lakini kumbe siku muhimu 2 ni siku unayozaliwa na siku ambayo unajua kwa nini ulizaliwa. Wow. Ambapo ndo kusudi. That's really fantastic. Yes, it is. Kwa nini ulianzisha Kusudi? Kwa nini Kusudi? Nilianzisha Kusudi Academy kwa sababu niliona kuna wazurulaji wengi sana duniani. Na uzurulaji wao hauwasaidii wao wenyewe au msaidii aliyowaleta, lakini hata uwasaidii wengine. Na hakuna sababu ya kuzurula, kwa sababu kwa bahati mbaya watu wengi hatujui kushinda na sisi wenyewe au kukaa na sisi wenyewe na tukajichunguza kujua kwamba tumebeba vitu gani. Kwa hiyo Kusudi Academy imeanzishwa kwa ajili ya kuwasaidia sasa watu, kuwapa kama mfumo wa kuweza kujitafuta na kujipata. Sababu watu wengine pia wanajiogopa. Yaani kuna mtu mwingine hawezi kukaa peke yake mwenyewe hivi. Ukimwacha ndani dakika 0 tu amepiga simu kwa mwingine, hebu njoo au nakuja. Sasa moja ya kitu ambacho ni muhimu sana kuweza kufanya self reflection, na hiyo inatokea unapoweza kukaa na wewe mwenyewe na ukajichunguza. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinakosekana, na hii ndio sababu ya Kusudi Academy kuwepo. Ndio. Kelvin, unajua nakumbuka wakati niko mdogo, wakati natembea naenda shuleni. Actually nilikuwa niko O level. Naenda shuleni, nilikuwa napandisha mlima. Nikasema hivi, nikimaliza ule mlima nitakunywa maji. Nitakunywa maji mengi sana, kwa sababu nimehaswa hapa njiani. Na mfano huu nimeulinganisha pia na watu ambavyo tunakuwa tukipata pesa. Saikolojia zetu za fedha ambazo zinatulazimisha kufanya. Katifanya kukuta mtu akipata pesa anaamua amwagilia moyo. Anamwagilia moyo kwamba nimehangaika sana. Sasa kwa sababu nimepata, atakunywa soda 3, atakunywa nini, atanunua kitimoto, atanunua samaki, yani atatumia matumizi mengi, ataenda sehemu hata akupanga kwenda. Kuna shida yoyote katika kujipongeza baada ya kupitia magumu fulani? Kujipongeza sio jambo baya, na ni mfumo wa maisha, kwa sababu kwenye maisha ambayo tunaishi kuna kitu ambacho anakiita tuzo. Unafanya kitu fulani ambacho kina ishara ya ushujaa, au umejitolea kwenye hicho sana, au umezidi kuliko kawaida. Kwa hiyo unatambuliwa kwa kupewa tuzo. Sasa usio mfumo tu wa jumuishi kwamba tunapokuwa kwenye jumuiya tunapeana hizo tuzo, lakini hata kwa mtu binafsi pia huwa tuna hiyo tendency ya kuweza kujitunza au kujipa tuzo sisi wenyewe, kwamba umefanya kitu fulani na unaamua kujipongeza mwenyewe. Sasa changamoto ambayo naiona ni kwamba unapozidisha, ni kama tu kwenye mboga
chumvi ni kiungo cha kawaida, lakini kikizidi sasa ndo inapokuwa shida, inakuwa tena sio mboga. Kwa hiyo na mimi kuna aina ya matumizi ambayo nayaita revenge spending au matumizi kisasi, na haya yanahusika sana na watu ambao nafikiri tumetokea wengi kwenye background ambazo zinafanana, ambapo tumepita kwenye msoto, tumepita kwenye umaskini, tumepita kwenye kukosa, kwenye kulala njaa wakati fulani. Kwa hiyo inapotokea sasa umeanza kujipata una kipato chako, ni rahisi sana kuweza kuteleza na kuingia kwenye kufikiri kwamba ngoja sasa nijishibishe, ni compensate ile hali ambayo nilikuwa napitia kipindi hicho. Sasa hii ikizidi, kuna changamoto hapa, kwa sababu moja, sisi kama wanadamu tuna ukomo wa namna ya kuweza kutafuta, kwa sababu kwanza tuna nguvu ambayo iko limited. Mpaka umri fulani unakuta kwamba kuna ile nguvu sasa inaanza kushuka, lakini pia yes za utafutaji, uwezi ukawa sehemu zaidi ya moja kwenye utafutaji. Sasa ili uweze kuwa sehemu zaidi ya moja au uwe na visaidizi ambavyo vinakutengenezea kipato, na hata itakapofikia kwamba wewe haulazimiki tena kuzalisha, kipato kikawa endelevu. Sasa ile pesa ambayo ulikuwa unaitumia kwenye hayo matumizi ambayo nayaita matumizi kisasi, ungeweza kuwa kwa sehemu yake unaitengenezea mfumo wa ili iweze kukuzalishia, ikakujengea kipato kingine ambacho haikulazimu wewe mwenyewe kuweza kuzalisha. Kwa hiyo inapofikia kipindi kile ambacho sasa hauwezi na kuzalisha au hauna nguvu ya kutosha kuzalisha kuendana na mahitaji ya wakati husika, basi kuna kipato cha ziada ambacho ulikitengenezea mifumo yake. Kwa hiyo hatari kubwa iliyopo ni kwamba kwenye haya matumizi kisasi ni kwamba watu wanamaliza pesa zote. Kwa hiyo anakuwa kama na mzunguko wa kwamba anapata, anatumia yote, anapata, anatumia yote. Hatengenezi mfumo wa kwamba sehemu ya ile pesa ambayo anaipata basi aipeleke kwenye kutengeneza utajiri, kutengeneza mifumo ambayo itaendelea kumuingizia pesa hata kama yeye hatakuwa anafanya kazi. Wengine wanaenda mbali kidogo, ambapo wanakuwa very intentional kwamba wanatengeneza hii mifumo ili kujistaafisha mapema. Na wanatengeneza hii mifumo ambapo sasa anakuwa na mali ambazo hizi mali zinamuingizia kipato. Anapoingiza kipato, yale mahitaji alionayo, kwa hiyo anaweza akafikia bila yeye mwenyewe kulazimika kufanya kazi. Lakini yote hiyo inaanzia kwenye kuweka sehemu ya pesa ambayo unaipata na kuiwekeza. Ule uwekezaji basi unapoanza kurejesha matunda, yale matunda yanapokuwa, unajikuta kwamba haulazimiki tena kufanya kazi. Kwa hiyo hapo unakuwa umepata kitu ambacho wanakiita uhuru wa kifedha. Ndio. Nitarudi hapo, lakini ulizungumzia kuhusiana na kiasi. Ndio. Kwamba sio vibaya kumwagilia moyo, sio vibaya kujiaward kabisa. Hichi kiasi mtu anajiweje kwamba hichi ndo kiasi, kwamba hapa ninazidisha au niishie hapa? Kuna vitu gani anaweza akatumia ukamshauri atengeneze kiasi? Hii ni personal, ni kitu ambacho ni binafsi. Lengo kubwa ni kwamba angalau kuwe kuna kitu ambacho unabakiza. Sasa wengine wanatumia formula mbalimbali ambazo ni kwa ajili ya kuwasaidia kwamba anapotenga hiki kiasi atenge kiasi gani. Kuna watu ambao nimekutana nao kama yule ndugu mmoja ambaye shehe kufanya naye interview, Baili wa Taifa, ambaye nafikiri yeye alikuwa na save zaidi ya experts wanavyo recommend kwamba watu wa save. Kwa hiyo kuna watu ambao wako ambitious kama Baili wa Taifa, ambaye yeye sehemu kubwa ya pato lake alikuwa anaweka kama akiba. Lakini kuna formulas, kwa mfano wengine wanashauri kwamba angalau kiasi cha asilimia 20 ya kile ambacho unachokipata basi ukiweke kama akiba. Lakini mwingine anaweza akasema yeye kaanzia tuna 10% ya kile ambacho anachokipata. Kwa hiyo sana iko kwako mwenyewe unapofanya maamuzi, weke kwa kiasi gani. Na hii inaangukia zaidi kwenye kwamba wewe una malengo gani ya kifedha.
kwako uhuru wa kiuchumi unamaanisha nini? Kwa mfano, labda mimi lifestyle yangu ambayo nataka niijenge itakuwa inanihitaji labda shilingi milioni 5 kila mwezi kuweza kuitumia, na nitaishi comfortably kwa hiyo kiasi cha milioni 5. Kwa hiyo lazima nirudi nyuma kwamba okay, kwenye kiasi ambacho nachokipata sasa hivi naweza nikaanza kukiwekeza kwenye maeneo gani, kwa muda gani, ili niweze kufikia hicho kiasi nijistaafishe. Kwa hiyo hapa sasa na kile kiasi ambacho unachowekeza, kwa sababu kwenye uwekezaji wa namna tofauti tofauti unalipa pia katika namna tofauti tofauti, na haya malipo yanaambatana pia na tunaita risk, ambayo ni kama hatari ndio vihatarishi vya kupoteza kile ambacho umewekeza. Kwa hiyo kuna maeneo ambayo yana hatari ndogo lakini yanalipa pia kidogo. Kuna maeneo ambayo yana hatari kubwa lakini pia yanalipa kama yakiweza kukupatia faida, yanakupa faida kwa kiasi kikubwa. Nafikiri ile usemi wanasema higher risk, yes, high profit, yes. Higher profit, Kwa hiyo inakuwa hivyo, lakini kikubwa ambacho nafikiri ni muhimu sana kuweza kukizingatia, kuna mtazamo ambao Waswahili wengi tunao, na imetokana na malezi ambayo tumepitia. Tunaichukulia akiba kama change, yani kile kinachosalia, masalio, ndo naichukulia kama akiba. Kwenye kitabu ambacho nilikiandika, kitabu kinaitwa Wewe na Pesa, nilizungumzia kidogo hii issue, kwa sababu unapokuwa na mentality au unaiona pesa kama akiba, kama ni change, manake inatokea kwa ajali, kwa sababu kubakiza change sio lazima, unaweza ukaamua ukatumia yote. Lakini unavyobadilisha namna kuanza kufikiri kwamba nianze kwanza kusecure future yangu, nianze kwanza yani kujihakikishia future yangu, alafu ndo nitumie cha leo, kwa sababu chakula cha leo sio muhimu sana kama chakula cha kesho. Kwa sababu kwa mfano kama leo nikilala njaa alafu kesho nikala, sio mbaya sana Lakini kama leo nikila alafu kesho nikalala njaa na kesho kutwa nikalala njaa na mtondogo nikalala njaa, tayari hapo kuna hiyo ni issue nyingine. Kwa hiyo ile namna ya kuweza future proof, yani kufanya future yako iwe ina usalama, kwamba una uhakika na kesho yako, hiyo ni muhimu sana, kwa sababu tuna uhakika na leo, lakini kesho hatuwezi kuicholea picha kiukamilifu sana kwamba itakuwaje, kwa sababu leo labda naweza nikasema kwa mfano nimekosa chakula, naweza nikaja nikadoea kwako, lakini najuaje kesho kama utakuwepo, labda utaama. Kwa hiyo kuweza kujitengenezea mazingira ya wewe kuwa na uhakika wa kuishi kesho ni kitu ambacho watu wengi sana hawakifanyi, na hii mimi oga naichukulia kama ni kuineglect future yako, ni kama unaitukana future yako, kwamba wewe uje utakavyokuja utajua mwenyewe, ukinijia umenikunjia sura tutajua huko. Lakini unaweza ukaanza kupunguza baadhi ya risks ambazo zinaambatana na muda unavyokwenda, kwa kuanza kuweka akiba, kwa kuanza kuwa unawekeza. Unaweza ukawekeza pia kwenye hizi bima za maisha, ambazo pamoja na kwamba unapata faida baadaye ukiwa umekamilisha ule mpango kwenye bima, lakini ikitokea kuna janga lolote linatokea hapo katikati, basi bima inakucompensate. Kwa hiyo na kukatisha Kevin, tunazungumzia kuweka akiba na kuwekeza katika jamii ambayo inaishi katika umaskini mkubwa sana. Jana nilikuwa nasoma report katika shirika mojawapo la Uingereza, walikuwa wanazungumzia nchi ambazo ziko kusini mwa jangwa la Sahara, watu milioni 464 wanaishi katika umasikini chini ya kiwango kile poverty line, international poverty line. Tunazungumzia hivyo, watu wanaishi kwenye umasikini. Kuna wengine hawana hata cha kutumia leo, au wanacho lakini kinatosha leo au kinatosha kesho, pengine akitoshi kesho kutwa. Na huyu mtu unamzungumzia yake akiba. Unazungumzia watu hawa wa Tanzania wa aina hii, au unazungumzia watu wengine? Hawa pia wanahusika, lakini hawa kama ingekuwa ni mgonjwa, basi yeye kuna dozi ambayo inaongezekea.
kwa sababu kwenye equation ya personal finance au ya matumizi ya pesa kuna pande mbili. Kuna upande wa kutumia, lakini pia kuna upande wa kutafuta hiki cha kutumia. Kwa hiyo kama kwenye kile ambacho wanacho kwa ajili ya kutumia hakitoshi kuweza pia kuweka akiba na kufanya uwekezaji, moja ya eneo ambalo ninaona kuna changamoto ni pia kwenye kuongeza namna ya kuweza kupata zaidi ya kile ambacho anakipata kwa sasa hivi. Yes, inawezekana kuongeza njia za mapato au kuboresha kwenye kile ambacho anachokifanya. Wewe na mimi ni mashuhuda kwa sababu kwa bahati nzuri tunafanya kazi pamoja, na I'm very grateful kufanya kazi pamoja na wewe kwa sababu mazingira yangu ya kazi, moja ya sababu kwa nini napenda kuja kazini kwa sababu ya kuwa na wafanyakazi kama wewe ambao tunafanya nao kazi pamoja. Yeah. Na asante sana. Na moja ya kitu ambacho tunakifanya ni program ambayo unaiongoza wewe ya Grow, ambayo inawasaidia vijana ambao hawana kipato kabisa na ambao wanafikiri hawawezi kutengeneza kipato kwa sababu labda hawana mtaji na nini, na wakafikia kwenye hatua ya kuona jinsi gani wana utajiri ambao umewazunguka na wanawezaje kutumia hizo rasilimali, utajiri wa rasilimali ambao umewazunguka ili kuweza kuunlock sasa hayo mapato kuweza kutengeneza. Kwa hiyo tumeshuhudia over the years, kwa miaka inavyoendelea, kijana ambaye alikuwa ana kipato sifuri kabisa anaongeza kipato 20,000 kwa wiki, 200,000 anakwenda anaajiri watu wengine. Kwa hiyo ni eneo jingine ambalo lina changamoto ambalo linawezekana pia kushughulikia. Kwa hiyo ndio maana nilisema kwamba hawa pia inawahusu, lakini watahitaji kufanyia kazi kwenye eneo lao pia la uzalishaji. Okay. Okay. Kwa kuna mchakato wa awali sana kwao kabla ya kuanza kuingia huku. Kwa sana sasa hivi unawazungumzia watu ambao kidogo wameshasogea. Yes, na ndio maana kama utakumbuka tulianzia kwenye matumizi kisasi. Kwa wanacho kitu ambacho wanakipatia fedha, wanajipongeza kwa sababu wameshapata. Wamejipata na wakikumbuka walikotoka, ule msoto waliopita, wanasema ngoja tu nijipongeze, ngoja nijiachie. Lakini hatari yake ndio hiyo niliyosema kwamba hiki unachokipata unaweza ukakuta kinapotea kama hivyo, na akaja akakukuta vile vitu ambavyo vikakurudisha kwenye hali ambayo ulikuwa nayo huko mwanzoni, kwa sababu labda wazee walikuwa wajaandaa mazingira vizuri, na wewe hii nafasi ambayo umeipata ungeweza kuitumia vizuri na ukawa mvunja mnyororo, ukavunja ile historia ambayo ilikuwepo kule kwa kutengeneza mazingira mazuri, kwamba wale ambao wanaanzia kwako na kuendelea basi wasipitie kile ambacho wewe ulipitia. Kwa hiyo ni sawa kabisa kujipongeza, lakini jipongeze ukiwa unafikiria pia kwa upana. Nilikuwa nasoma pia taarifa nyingine, sio recent, sijajua kwa sasa itakuwa imebadilika kiasi gani, lakini niliona watu ambao wanawekeza hawazidi milioni 6 kwa Tanzania. Hawazidi milioni 6, na takwimu ile of course ilinishtua kwamba milioni 6 kati ya watu zaidi ya milioni 60. Yes, inashtua sana. Sasa ikanipa maswali. Hawa watu ni kwamba hawajui kuhusiana na njia za kuweka akiba na kuwekeza, au hawaziamini? Kwa sababu kuna hayo mawili inawezekana. Kihistoria naweza kusema kwamba wengi walikuwa hawajui, na hata sasa hivi kuna hizo kama initiatives ambazo zinafanyika ili kuweza kuongeza ufahamu na uelewa baina ya Watanzania. Kwa mfano BOT walianzisha ile program ambayo wanawa certify trainers kwa ajili ya kutrain watu kwenye public. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya initiatives ambazo zinafanyika. Nafahamu DSE wana academy yao ambao pia wameianzisha. Lengo ni kuweza kuongeza ufahamu na uelewa katikati ya Watanzania. Kwa hiyo kihistoria naiona hiyo, na kipindi kile ilikuwa hata namna ya kuweza kuaccess hizi opportunities za investment ilikuwa ni ngumu. Kulikuwa kuna vitu vya kufuatilia, unaenda physically ofisini na nini, ukaonane na broker na nini, lakini sasa hivi
teknolojia pia ambayo imekuja inarahisisha kwamba mtu kwa simu yake tu akiweza kueleweshwa anawezaje akapata account kwa mfano ambayo inaweza ikamsaidia kununua hisa na kununua bond. Ni kwenye simu yake tu, document kama sijui NIDA na upload pale. Kwa hiyo ina hiyo element ya kutokujua, lakini pia kuna wengine ambao labda wanafahamu lakini labda wanapuuza kwa sababu hawajaona labda ushuhuda kwamba hizi investments watu wangapi ambao labda zimewatoa na nini. Lakini sasa hivi kuna watu ambao wamechangamkia, hata milioni 6 sio haba ukilinganisha na tulikotoka. Ndio, kwa hiyo labda huko mbele tunakoendelea inaweza watu wakaamka zaidi na hizi kampeni ambazo zinafanyika zikaongeza watu ambao wanafanya uwekezaji. Naona pointi yako na nadhani ni kitu kikubwa sana, lakini unadhani sababu ni hizi mbili au kuna nyingine? Kwa sababu wakati fulani najaribu kuvaa viatu pia vya mtu anayefanya matumizi kisasa. Ndio. Namuelewa. Hata mimi pia namuelewa. Unamuelewa kama amezungukwa na watu wa aina ile ya aina wanaopenda kufanya matumizi kisasa. Anaweza akawa amepanga mipango yake vizuri lakini asiweze kuitimiliza kwa sababu ya watu ambao pengine anafuatana nao. Na ndio maana kuna wataalamu wengine wanatufundisha kufanya audit ya marafiki zetu na vitu kama hizo. Pengine unaweza ukawa na kitu cha kuambia watu kama hawa. Anaweza kana mipango kama ambavyo mwaka unaanza, watu wanaweka mipango, unavyoisha ana review mipango yake, anagundua alichofanikiwa ni kuandika na leo ame review. Ni kweli. Jua ana nia ila hajafanya. Ni kweli. Kuna mtaalamu mmoja ambaye anasema kwamba wewe ni wastani ya wale watu wa karibu ambao unashinda nao, kwa sababu mtu ni kile ambacho unakisikia sana, ni kile ambacho unakiishi kwa muda mrefu. Kwa hiyo wale marafiki mnapokuwa mna hang out together, manake kuna namna ambavyo mtakuwa mnazungumza. Sasa ukiwa wewe ni mmoja kati ya 5 au kati ya 10, huwezi ukadictate mazungumzo, manake kuna wenzako watakuwa wanakubeba kwenye yale mazungumzo, na kama mazungumzo yatakuwa hayaendani na uwekezaji obvious, manake utajikuta kwamba unaingia kwenye mkumbo wa wale rafiki zako. Na sasa hivi napenda kwa sababu teknolojia imerahisisha sana. Sio lazima uwe na marafiki physically. Unaweza kuwa na marafiki kwenye magrupu ya WhatsApp ambao mnakuwa mna commitment. Kuna magrupu ambayo sasa hivi yanaanzishwa na lazima uwekeze labda kwa wiki, uwekeze kwa siku, na unatuma ushahidi wa kwamba nimenunua kama ni hisa, nimewekeza kama ni kwenye UTT, na unatuma pale kwenye group kwamba watu wanaona. Ukiwa ufanyi hivyo wanakuondoa. Kwa hiyo kuna namna pia ambayo inaweza ikakufanya wewe uwe committed kwa kunufaika na teknolojia na watu ambao mnaweza mkakusanyika kwenye kama hivyo magrupu ya WhatsApp. Lakini pointi yako ina nguvu sana kwamba ni kweli watu ambao unashinda nao, kwa sababu kama watu hamshirikishani fursa, lazima fursa zitakuwa zinawapita tu. So Kusudi Academy ina combine, kwa sababu pesa ni kama nyenzo, ni kama moto, ni kama kisu, ni kama spana. Inabeba uthamani panapokuwa pana kitu cha kufanya. Ile value ya spana ni pale ambapo labda gari au mashine imepata breakdown, ndio inapata thamani. Lakini kama mashine zinafanya kazi tu, haina kazi. Sasa pesa pia iko hivyo. Kwa hiyo ule uthamani halisia ni ile aina ya maisha ambayo umetambua unatakiwa kuishi. Na kwa namna labda kwa maana nyepesi kabisa, wewe ukiweza kujitambua kwamba kuna kitu gani ambacho ni maalum sana ulichonacho, ambacho hicho kitu usipotupa sisi unakuwa umetukatili, kwa sababu hicho kitu tunaweza tukapata kwako tu, hatuwezi kupata kwa mtu mwingine. Sasa usipoweza kutupa hicho kitu na ukakipata hicho kitu, kimsingi unakuwa unatupunja. Sasa
Sasa unapoanza kwanza kwenye kujipata, alafu pesa yako ukawa unaiunganisha na kwenye ili kusudi ambalo umejipata nalo, pesa inakuwa ina maana sana. Kwa sababu kuna watu ambao wameweza kuwekeza, wana pesa nyingi, lakini walipopata pesa nyingi wanazitumia hizo pesa kwa ajili ya uharibifu. Kwa hiyo kuna mtu mwingine ana pesa lakini anaweza kanaitumia labda kwenye kuharibu mabinti wadogo na nini. Kwa hiyo ana pesa lakini amepata utajiri, lakini utajiri hauna kusudi maalum ambao unatumika nalo. Kwa hiyo hata spana wakati mwingine ikiwa imekosa matumizi, mtu anaweza kaichukua kamgongea nayo mtu, ndio, au akaanza kupigilia misumari na spana. Kwa hiyo ukiweza kucombine kwenye kufahamu kusudi lako, ukatambua viwekezo vyako. Kuna huduma ambazo ninatoa kwa sasa hivi, japokuwa nazitengenezea mazingira ya kuweza kuzitoa kiteknolojia, kwa kutengeneza mifumo ambayo mtu anaweza kujiassess mwenyewe na kuweza kutambua kusudi lake. Lakini ukiwa unahitaji kwa mfano kutambua kusudi lako, na namna nyepesi ambayo inaweza kukuongoza na ikakusaidia wewe kuweza kutambua umebeba kusudi gani hapa duniani. Lakini unaweza ukapata hizi huduma kwa kunipigia kwa namba yangu ya simu ambayo iko hapo chini. Lakini pia unaweza kuconnect na mimi kwenye mitandao. Kuna channel ya Kusudi Academy YouTube ambayo kuna posti chache ambazo nimeposti pale, lakini pia Kusudi Academy Instagram na Facebook. Kwa hiyo unaweza tukaconnect pia huko. Lakini kama unahitaji kujipata na unataka sana kujipata kabla ya hii mifumo ambayo ninaifanyia kazi kuweza kufikia, unaweza ukalipigia simu alafu tukaona vipi tunaweza kusaidiana. Perfect. Asante sana Bwana Calvin. Ilikuwa nzuri. Asante sana Moses. Nashukuru sana kwa kushirikiana pamoja kwenye session hii.